Habari rafiki yangu, karibu sana kwenye channel hii. Kama hii ni mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana, na kama umekuwa ukifuatilia mara kwa mara, asante sana kwa uaminifu wako. Leo nataka tuzungumzie jambo nyeti kidogo sana kuhusu maisha. Jambo ambalo watu wengi hawapendi kulisikia sana, lakini ndio ukweli mchungu wa maisha, lakini lazima tuokoane kwenye hili. Je, umewahi kujiuliza kwa nini kuna watu wanafanya kazi kwa bidii sana? Wanachoka kila siku lakini maisha yao hayabadiliki. Kwa nini kuna watu wanafanya kazi miaka 20 mpaka 30 lakini wanastaafu wakiwa masikini? Leo nitakwambia ukweli ambao hauambiwi shuleni wala kazini. Leo tutazungumzia kazi ambazo zikikushika vibaya basi zinaweza kukufanya ubaki maskini maisha yako yote. Video hii si ya kuwadharau watu wanaofanya kazi hizi, bali ni ya kukufungua macho ili ujue ukweli mapema. Tafadhali sikiliza mpaka mwisho, kwa sababu mwisho nitakwambia nini cha kufanya kama tayari uko kwenye mojawapo ya kazi hizi. Kazi ya kwanza ni kazi isiyokupa ujuzi mpya. Kazi ya kwanza inayokufanya ubaki masikini ni kazi ambayo haikui kiujuzi. Hii ni kazi ambayo unafanya kitu kile kile kila siku. Hakuna ujuzi mpya unaoongezeka. Hakuna fursa ya kupanda daraja. Ukiondoka hapo huwezi kuuza ujuzi wako sehemu nyingine. Kwa mfano, kazi za kubeba mizigo bila kujifunza kitu kingine, au kazi za kupewa maagizo tu bila kufundishwa chochote, au kazi zinazokufanya uwe mashine, sio mtu anayefikiria. Tatizo kubwa la kazi hizi ni moja tu: ukizeeka thamani yako inashuka sana. Maisha hayalipi juhudi zako, maisha hulipa thamani ulionayo au thamani yako. Lakini pili, kazi inayokulipa muda tu, sio mustakabali. Kazi nyingine hatari ni ile inayokupa chakula cha leo, kodi ya mwezi huu, nauli ya kesho, lakini haikujengi kesho yako. Unalipwa mshahara mdogo, alafu unakopa mwisho wa mwezi. Unaishi kwa madeni, huna akiba, huna uwekezaji, unakuwa mtumwa wa mshahara. Nakumbuka, mshahara ni dawa ya muda mfupi ya umaskini, sio tiba. Lakini kazi ya tatu ni kazi inayokuua ndoto zako. Kazi nyingine inayokufanya ubaki masikini ni ile inayokufanya uchoke kupita kiasi, lakini pia ukose muda wa kujifunza, lakini pia ukose muda wa kufikiria, na ukose muda wa kujaribu kitu kipya. Unaamka alfajiri, unarudi usiku. Wiki zinaisha, miezi zinaisha, miaka inakatika, na ndoto zako zinakufa taratibu. Kazi nzuri haipaswi kukuua ndoto zako, bali inapaswa kukusaidia kuzifikia hizo dream zako. Lakini kazi ya 4 ni kazi inayokufanya uogope kuondoka. Hii ni kazi ambayo unalipwa kidogo, ufurahii na unateseka, lakini unaogopa kuacha kwa sababu: moja, nitaishije; pili, nitafanya nini; lakini tatu, nafikiria nina familia. Hofu inakuwa gereza. Lakini kumbuka hii, kazi yoyote inayokufanya uogope kuondoka, basi ujue inakutumia vibaya sana. 5, kazi isiyo na mwelekeo wa kukuza kipato. Kuna kazi ambazo mshahara unabaki ule ule miaka 5. Hakuna bonus, hakuna kupandishwa, hakuna njia ya kuongeza kipato. Hata ufanye kazi kwa bidii kiasi gani, mapato yako hayapandi. Kipato chako ni kile kile. Hii ni hatari sana kwa maisha ya muda mrefu. Lakini kazi ya 6 ni kazi inayokufanya uache kujifunza. Siku unapoacha kujifunza, siku hiyo unaanza kufa kimaisha. Kazi mbaya hukufanya useme hivi: mimi sio wa shule, hii mambo ya mtandaoni sio yangu, mimi nishazoea hii kazi, dunia inabadilika, wewe unabaki pale pale. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuja kupoteza thamani. Lakini kazi ya 7 ni kazi isiyo kukaribisha kukua kifikra. Kazi inayokuzungusha na watu
wasiopenda maendeleo, wanaolalamika kila siku, ambao hawana malengo na wanaochukia mafanikio ya wengine. Mazingira kama haya hukuvuta chini bila wewe kujua. Usikae kwenye mazingira ya watu walalamishi, watu waliojichokea, watu ambao hata malengo hawana na wamekataa tamaa. Kumbuka hii rafiki yangu. Sio kila kazi ni mbaya, lakini sio kila kazi ni ya kukufanya uwe tajiri. Tatizo sio kufanya kazi. Tatizo ni kubaki kwenye kazi bila mpango wa kutoka. Sasa nifanye nini kama niko kwenye kazi hii? Kitu gani natakiwa ufanye? 1, usikate tamaa. Lakini 2, anza kujifunza ujuzi mpya pembeni. 3, anza chanzo cha pili cha kipato. Lakini 4, jengea akili yako thamani, sio mikono tu. 5, weka mpango wa kutoka taratibu, sio kwa hasira au kwa kukurupuka, lakini mpango ambao unatoka nao, sio kukurupuka. Rafiki yangu, maisha ni safari ya maamuzi. Kazi unayofanya leo inaamua maisha utakayoishi kesho. Kama video hii imekufungua macho, basi bonyeza like, subscribe, comment na share video hii kwa mtu unayemjali. Tuandikie pia kwenye comments ni kazi gani umeona inawatesa watu wengi kimya kimya. Asante sana kwa kutazama mpaka mwisho. Tuonane kwenye video inayofuata na asante.